بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kwa kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Insha Allah taala, katika majlisi hii fupi tutazungumzia kuhusiana na jambo ambalo limetokea katika masiku ya nyuma katika miji yetu, madai ambayo yalikuwa yakidaiwa ya watu kuibiwa sehemu zao za siri. Lakini mazungumzo yetu hayatakuwa katika kulizungumzia jambo hili, je, ni kweli au si kweli, je, lilitokea au halikutokea, bali sisi kutokana na jambo hili tumetosheka na yale maelezo yaliyotolewa na vyombo vyetu vya usalama juu ya kukanusha madai hayo na kwamba si ya kweli, na tahadhari walioitoa kwa wale wenye kusambaza uzushi huo. Lakini ninachotaka kukizungumza mimi ni kitu gani tumejifunza katika tukio hili. Ni kitu gani tumejifunza sisi katika tukio hili? Kitu ambacho mimi nimejifunza katika tukio hili ni kile ambacho amekitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aliposema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, na watu wengi si wenye kumwamini, na watu wengi si wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa watu hao ni washirikina. Wama yu'minu aktharuhum billah, na wengi wao hawajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala illa wahum mushrikun, isipokuwa watu hao ni washirikina. Kwa maana watu wengi wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa midomo yao na kwa madai yao, lakini watu hao bado ni washirikina. Wametaja mufassirun kama ilipopokelewa kwa Abdullah ibn Abbas na kwa Ikrima na wengine katika mufassirun kwamba watu hao ya'lamuna anna Allah rabbahum, wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mola wao, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewaruzuku wao, lakini wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao. Hiyo ndio hali ya jamii tulionayo, ndio hali ya jamii tunayoishi nayo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu jambo lililotokea liwe ni kweli liwe si kweli, lakini sisi tunasimama kwamba si kweli kama ambavyo vyombo vyetu vya usalama vimetangaza, lakini naftari kwamba ni kweli. Ikiwa ni kweli, maana yake tayari hili jambo linaleta hofu ya madhara, linaleta hofu ya madhara kwamba mtu anaweza akadhurika na jambo hilo ikiwa litampata. Sasa je, kunapokuwa na hofu ya watu kupatwa na madhara, wanatakiwa wamwelekee nani? Wanatakiwa wakimbilie wapi? Wanatakiwa wakimbilie kwa nani? Watu wanapopatwa na hofu ya madhara katika viwiliwili vyao, katika riziki zao na mambo mengine mfano hayo, wanatakiwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekadiria madhara na yeye ndiye anayekadiria manufaa. Yeye ndiye anayekadiria fulani adhurike na fulani asidhurike. Yeye Allah ndiye anayekadiria fulani apate manufaa, fulani asipate manufaa. Yeye Allah ndiye anayekadiria kumkinga mja wake na madhara, na yeye Allah ndiye anayekadiria kumpa mja wake manufaa. Kwa hiyo jambo lililotokea
lilitakiwa watu wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaka hifadhi na kutaka kinga kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini badala yake, kwa nini? Kwa sababu Allah ndiye mwenye kuleta madhara na ndiye mwenye kuyaondosha madhara, ndiye mwenye kuleta manfaa na ndiye mwenye kuyaondosha manfaa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, katika maneno yake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akimwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam awaambie washirikina, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allah, qul hasbiya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa qul, sema Muhammad, afara'aytum ma tad'una min dunillah, waambie hao washirikina, hebu nipeni habari ya hivyo mnavyoviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri, ikiwa Allah atanitakia mimi madhara, Allah ikiwa atataka na atakadiria mimi nipatwe na madhara, hal hunna kashifatu dhurri, je, kuna yoyote katika hao miungu wenu anayeweza kuyaondosha madhara hayo? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, au ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atanitakia kheri mimi, atanitakia kheri na rahma katika rahma zake, hal hunna mumsikatu rahmati, je, kuna yoyote wa kuzuia rahma zake zisinifike mimi? Qul hasbi Allah, sema Allah ananitosha mimi katika hilo, kwamba ikiwa ni madhara, yeye Allah ndio ataleta madhara kwangu mimi, ndio anaweza kunidhuru, na ikiwa ni manfaa na rahma na khairat, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kunipa mimi khairi hizo, na hakuna wa kuzizuia khairi hizo ikiwa Allah atataka kunipa. Hivyo hivyo kwenye madhara, hakuna wa kuyazuia madhara ikiwa Allah atamtakia mtu madhara. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukadiria madhara na manfaa, basi watu katika kutaka kwao manfaa wanatakiwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamuombe awape manfaa na awape katika rahma zake. Na ikiwa watu watakuwa na hofu ya madhara, basi wanatakiwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah ndio atawakinga kutokana na madhara hayo na atawaondoshea kwa wao madhara hayo, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuyakadiria. Sasa jamii yetu baada ya tukio lile na taharuki ile, wao walifanyaje? Je, walikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, walitaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, walitaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Aljawabu la, hapana, bali walitaka kinga na kutaka hifadhi kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali walitaka hifadhi na kinga kwa vitu ambavyo ni adhaful ashya, vitu dhaifu kabisa, vitu ambavyo haviwezi kuwanusuru wao na kuwahifadhi wao na kuwakinga wao kutokana na madhara, bali haviwezi kujinusuru vyenyewe. Vyenyewe haviwezi kujinusuru, haviwezi kujilinda, haviwezi kujikinga, achilia mbali kuwa vitawanusuru wao na kuwakinga wao na kuwahifadhi wao kutokana na madhara. Na jambo hili walilolifanya ni shirki, kwa sababu katika shida au katika madhara watu wanatakiwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakakimbilia kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana nasema jamii tunayoishi nayo ni jamii ambayo imeathirika na ushirikina, ni jamii ambayo imeathirika na ushirikina kwa kiasi kikubwa, si kwa kiasi kidogo, kwa kiasi kikubwa sana. Jamii hii imeathirika na ushirikina. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza na amefundisha ni nini watu wanatakiwa wafanye yanapotokea au wanapopatwa na madhara. Qur'an imeelezea, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an, amemwelekeza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ameuelekeza umma ni kitu gani unatakiwa umma huu ufanye
pale unapochelea kutokana na madhara ya sheitan na madhara ya kila mwenye shari na shari za kila mwenye shari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, mpaka mwisho wa sura. Sura hizi ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wanapotaka kinga na hifadhi kutokana na shari na mabalaa, waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takeni hifadhi kwa Allah kutokana na shari ya mwenye shari, kutokana na shari za wachawi, kutokana na shari za mahasidi, kutokana na shari za mashaitani. Takeni hifadhi kwa Mola wa watu, mfalme wa watu, muabudiwa wa watu wote. Huyo ndio wa kumkimbilia na yeye ndio wa kumuelekea pale yanapotokea madhara na shida, si kukimbilia kwenye vitu vingine, vitu ambavyo ni duni, ambavyo wenyewe haviwezi kujinusuru, achilia mbali kukunusuru wewe, wenyewe haviwezi kujilinda, achilia mbali kukulinda wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Khawla bintu Hakim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man nazala manzilan faqala a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Mtume anasema, man nazala manzilan, yoyote yule ambaye atashukia katika mashukio yoyote, safiri katika safari yake, akafika sehemu katika mji au katika nyumba, akasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, nataka hifadhi mimi, najikinga na nataka hifadhi kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokamilika, yaliyotimia, kutokana na shari ya vile alivyoviumba. Lam yadhurruhu shay'un, mtu huyo hakitamdhuru chochote kile, hatta yartahila min manzilihi dhalik, mpaka atakapoondoka katika mashukio yake hayo. Kwa hiyo wewe unapotoka nyumbani kwako ukienda kazini kwako, iwe kazini kwako ni ofisini, iwe ni masokoni, iwe ni kwenye madaladala, iwe ni sehemu yoyote ile, basi wewe lazimiana na hii dua ambayo ameifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukifika tu wewe sema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kwa kuwa na yaqini kabisa, si kwa kujaribu kwamba hebu ngoja nijaribu nione, la, kwa kuwa na yaqini kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah atakukinga na atakuhifadhi mpaka utakapoondoka katika makazi yako hayo, hutohudhuriwa wewe na kitu chochote. Soma dua hii, achana na mambo yasiyoeleweka, mambo ya ushirikina, kujifunga mahirinzi, kujifunga pini na mabarabendi. Hayo hayatakusaidia wewe, hayo yatakuletea madhara wewe katika dunia yako na akhira yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hirinzi haiwezi kukukinga wewe na mabalaa, pini na barabendi haziwezi kukukinga wewe na mabalaa, ambapo watu ilipokuja hii taharuki, watu wakada sheitan akawaghuri watu, akawadanganya watu kwamba ukijifunga barabendi na pini hutopatwa na madhara. Watu wakalikimbilia jambo hilo, ikawa kila mtu anajifunga pini na barabendi ili isije likampata hayo ambayo yanadaiwa na watu. Kale sheitan anavyowachezea watu. Sasa wewe lazimiana na hizi dua ambazo zimefundishwa na sheria ya Uislamu. Achana na hayo mambo mengine ya kujifunga maherizi, hayo ni ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man allaqa tamimatan au man taallaqa tamimatan faqad ashraka, yoyote yule mwenye kutundika hirinzi, ima ametundika hirinzi katika nyumba yake, katika gari yake, katika sehemu yake ya kazi, duka lake,
au amejifunga yeye mwenyewe mkononi, kiunoni, shingoni, mguuni, faqad ashraka, mtu huyo anakuwa ameshirikisha, amefanya shirki. Na shirki ni dhambi baya, ni dhambi kubwa, ni dhambi baya ambalo linasababisha madhara kwa mtu wake hapa duniani na akhera. Ni dhambi ambalo mja akifa na dhambi hilo na hajatubia, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mtu huyo. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa pamoja naye, lakini anasamehe madhambi yasiyokuwa ya ushirikina kwa yule amtakaye. Kwa ushirikina ni dhambi baya ambayo linawajibisha kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Muhammad bin Hamid al-Faqih katika hashia yake ya kitabu Fathul Majid alipokuwa akisherehesha hadithi hii, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, akataja katika hashia yake akasema, wa hadha alhadithu, na hadithi hii, fihi at-tasrih bi anna ta'liqa at-tamaimi shirkun, kumewekwa wazi kwamba kutundika hirizi ni ushirikina. Kutundika hirizi ni ushirikina, iwe ni hirizi ya kuandikwa, iwe ni kitu cha kuvaa mtu anayetakidi kitamlinda kama watu walivyokuwa wakivaa pete, wakivaa pini na barabendi. Zote hizo ni hirizi, zote ni hirizi. Kuvaa vitu hivyo ni shirki, ni ushirikina. Kisha akasema kwa nini ni ushirikina? Lima yaqsidu min alqiha lidaf'i ma yadhurruhu au jalbi ma yanfa'uhu, kwa yale anayoyakusudia kwa kutundika kwake huko hirizi, lidaf'i ma yadhurruhu, kumuondoshea madhara. Mtu anavaa hirizi au anatundika hirizi ili asipatwe na madhara, au jalbi ma yanfa'uhu, au anavaa hirizi kwa ajili ya kumletea yale yenye kumnufaisha. Wa hadha aidan yunafi kamal al-ikhlas, wa hadha aidan yunafi kamal al-ikhlas, na jambo hili vile vile linakanusha, linakataa ukamilifu wa tauhid, linakataa ukamilifu wa ikhlas ambao ni tauhid. Lianna al-mukhlisa, kwa sababu mtu mwenye ikhlas anayefanya mambo yake yote kwa ajili ya Allah na kuzitakasa ibada zake kwa ajili ya Allah, la yaltafitu qalbuhu li talabi naf'in au li daf'i dharri man siwa Allah, moyo wake hauelekei kwa yoyote yule asiyekuwa Allah katika kutaka manfaa au katika kuondoshewa madhara. Kwa hiyo linapotokea jambo ambalo linahofiwa kupatikana madhara katika jambo hilo, watu wanatakiwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasikimbilie kwenye vitu vingine, kwa sababu kutaka kinga, kutaka kuhifadhiwa ni ibada, haifai kuelekezwa kwa yoyote yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho nasaha zangu kwa wale wote ambao walijifunga zile pini na barabendi katika tukio hili, imma kwa kujua kwamba walichokifanya ni makosa au kwa kutokujua ni kwa sababu ya kufuata mkumbo, wanachotakiwa wao ni kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, watubie kutokana na dhambi hilo, sababu wamefanya madhambi, wamefanya shirki. Linawezekana ikawa ni ushirikina mkubwa waliofanya, na inawezekana ikawa walichokifanya ni ushirikina mdogo. Ni ushirikina mkubwa ikiwa wameamini kwamba ile pini na barabendi vyenyewe kama vyenyewe ndio vitawakinga wao na madhara, huo ni ushirikina mkubwa. Ikiwa wamevaa wakiamini kwamba Allah ndiye mwenye kuwakinga, lakini kule kuvaa kwao ni sababu ya wao kukingwa na madhara hayo, huo ni ushirikina mdogo ambao inahofiwa mtu kuingia katika ushirikina mkubwa. Kwa nasaha zangu kwa ndugu zangu hawa, wamrejee Allah subhanahu wa ta'ala na watubie kwao kwa madhambi haya, lakini pia maduat na mashekhe na maustadhi watoe juhudi kubwa kuwafundisha watu tauhid. Jamii yetu imekosa tauhid, imeoza, imejaa ushirikina. Jamii inatakiwa ihurumiwe kwa kufundishwa tauhid ili watu wasalimike katika dunia yao
na akhira yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukio hili ni mfano mdogo au ni mfano tosha kujulisha kwamba jamii yetu imeathirika kwa kiasi kikubwa na kwa asilimia kubwa kutokana na suala la ushirikina. Kwa hiyo inahitajika juhudi ya hali ya juu katika kutahadharisha na kuonya juu ya jambo hili. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.